Akizungumza leo Mei 12 kwenye mkutano na waandishi wa habari, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ally amebainisha kuwa safari hiyo itakuwa ya masaa 7 moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Casablanca, huku akimshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwawezesha kupata usafiri kuelekea huko. Anasema kikosi kitaondoka kesho saa 11 alfajiri kwenda Morocco. Itakuwa safari ya masaa 7 moja kwa moja kutokea Dar es Salaam hadi Casablanca. Kwa hii hatuna budi kumshukuru sana kumshukuru mara elfu, kumshukuru pakubwa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa sana. Haya ni maneno ya meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally. Na hizi siku kabla ya kuelekea mechi yetu ya Berkane atakuwa ameshakaa sawa. Maana yake ni kwamba hakuna mchezaji ambaye atakosa mchezo huu. Hata Joshua Mutale naye anaendelea vizuri kabisa. Hii maana yake ni kwamba tuko tayari kuwakabili wapinzani wetu. Saikolojia iko ya namna mbili. Iko ambayo mtu anaanza nao yeye mwenyewe, alafu kuna saikolojia inayokuja from external. Kwa sasa wachezaji wetu wapo vizuri kisaikolojia kuanzia wao wenyewe, kwa sababu naturally mchezaji mpira yoyote akifika finali saikolojia yake huwa inaongezeka na kuimarika maradufu, kwa sababu anajua na kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye upande huo, kwa sababu wachezaji wetu wenyewe wanaitaka finali na wanataka ubingwa. Ameuliza pale muulizaji kwamba Simba na mashabiki wengi, kama itatokea Benjamin Mkapa itajaa mapema. Tutakachokifanya ni kuandaa big screen katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Au kama kuna mtu atahitaji kuandaa big screen katika mtaa wake, sisi tutafanya kazi ya kumsupport kwa kumtangazia aweze kufanya hilo. Lakini ni mpaka Benjamin Mkapa iwe imejaa. Ikijaa Benjamin Mkapa katika maeneo mbalimbali ya wazi, tutaandaa big screen, watu waende wakaiangalie Simba yao tarehe 25. Tukisalia hapo kwenye NBC Premier League kuelekea mchezo wa kesho wa Young Africans dhidi ya Namungo FC, kocha wa Yanga Miloud Hamdi ameweza kufunguka kuelekea katika mchezo huo wa kesho utakaochezwa kwenye dimba la KMC Complex majira ya saa 10 na dakika 15. Miloud anasema kwamba alama moja ambayo anatofautiana na Simba haitoshi, lakini kwa upande wake kocha msaidizi wa Namungo Gwangwina yeye amesema kwamba wamejiandaa vizuri kuelekea mchezo huo na kuhakikisha watapata alama 3. Pia amesema watamkosa Erasto Nyoni kwa sababu ya adhabu ya kadi 3 za njano. We must do everything to not make mistake. That's because we must to be focused. The last game, I repeat, 21 April is far. So we must restart the machine. And we must absolutely to take the 3 points. Tulikuwa na safari yetu kutoka Dodoma ambao tuliweka kambi ya majuma mawili, lakini yote kwa yote vijana wako salama na tutamkosa tu mchezaji wetu mmoja Erasto Nyoni. Ni vijana wamefuata maelekezo, lakini kubwa tunatambua ubora wa timu ya Yanga. Tunajua Yanga ni bingwa mtetezi na tunajua ubora wao, ni moja ya timu bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo tunawaheshimu kabisa. Mimi naamini kesho tutakwenda kucheza kwa tahadhari kubwa, lakini kubwa tunatambua umuhimu wa mechi. Yanga wao wanagombea ubingwa na sisi tunajinasua huku chini ambao hatuko katika mazingira mazuri sana. Kocha wa KMC Adam Bwana amesema kwamba vijana wake walipoteza umakini mara baada ya kutangulia, lakini kwa walichokionyesha sio mbaya kuelekea mchezo ujao dhidi ya Tabora United. Anasema well done boys, quality imeamua mchezo. Lakini kwa upande wa kocha wa Simba Paul Davis anasema kwamba ameumizwa sana na goli la kutanguliwa na KMC, akisema hakutaka kabisa kitu hicho kitokee, lakini anawapongeza wachezaji wake kwa utulivu na kuchukua alama 3 licha ya nafasi walizopoteza kipindi cha kwanza. Kuhusu finali ya CAF dhidi ya RS Berkane, Paul pia amesema maandalizi yanaanza mapema kabisa. Tactics ambazo wamekuja kuzimplement kwa dakika 45 very well. Dakika za mwisho of course concentration ilikuwa ina lose kwa sababu ya mchoko na vitu kama hivyo, lakini well done boys na I'm very proud of them, na nafikiri tukizidi kutrain zaidi tunaweza tukapata kitu baadaye. Like the Masuja game,
be calm, be clear, keep playing our football. The goals will come. And to be fair, we should have been 2-3-1 up by half time. But okay, again, had to just keep our calm, keep the structure. And in the end, we shared the minutes quite nicely over this 4-match period. And the most important, alhamdulillah, is the 12 points. Kwingineko, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Kabudi ameweza kumtangaza rasmi Rashid Mijuza kuwa kaimu meneja wa uwanja Benjamin Mkapa. Mijuza anachukua nafasi hiyo mara baada ya aliyekuwa meneja wa uwanja huo Malinde Mahona kuhamishiwa makao makuu ya wizara hiyo, ambaye atakuwa msimamizi wa viwanja vyote nchini. Waziri Kabudi amesema hayo Mei 10 alipofanya ziara maalum ya ukaguzi wa kiwanja hicho na viwanja vya mazoezi ya Channel 2024 akiongozana na katibu mkuu wizara hiyo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa jijini Dar es Salaam. Mtajiuliza mbona leo ndugu Malinde Mahona hatumoni hapa? Ndugu Malinde Mahona tumemuondoa hapa na kumrudisha wizarani. Amefanya kazi nzuri sana katika kusimamia uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sasa tuna miradi mingi mikubwa. Tuna mradi wa Dodoma, tuna mradi wa Arusha, tuna mradi wa hapa. Tumeona yeye tumpeleke wizarani ndugu yetu Malinde Mahona ili sasa asimamie shughuli za viwanja vyote. Na badala yake hapa tumemleta ndugu yetu Rashid Mijuza. Kwa kuanzia sasa Rashid Mijuza ndio kaimu manager wa uwanja wa Benjamin William